Siku zote huwezi kuamka asubuhi usikutane na clip ya rais wa Marekani Donald Trump akizungumza, whether anazungumza na waandishi wa habari au ametoa kauli au hata ameposti. Na hasa kwa sasa Donald Trump kila siku ni mtu wa kuzungumziwa. Hii video ambayo unaiona imechapishwa Mei 2 kwa nyakati za Marekani, huku kwetu tayari ni Mei 3, ilikuwa ni usiku. Asubuhi hii video utakuwa umekutana nayo. Kama hujakutana nayo, haya ni mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump na waandishi wa habari wakati akiondoka Palm Beach FL Mei 2. Sasa akazungumza na waandishi wa habari. Ajenda kuu kwa sasa kwa Marekani ni kuhusiana na mzozo wake na Irani, kulingana na mashinikizo ya rais huyo wa Marekani Trump anayokabiliana nayo kuelekea uchaguzi wa muhula ambao utafanyika Oktoba 2026. Sasa yako mambo mengi ambayo Trump hapa anayazungumza na kutupa lawama na vitu kama hivyo. Katika video hii Donald Trump anazungumzia hali ya sasa ya Irani, akibainisha kuwa nchi hiyo inapitia wakati mgumu na ina hamu ya kufikia makubaliano na Marekani. Anadai kuwa uwezo wa kijeshi wa Irani hususan katika utengenezaji wa makombora umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi ya Marekani. Trump pia anagusia kuwa viongozi wa Irani wamepoteza mwelekeo tangu kifo cha kiongozi wao wa zamani ambaye anamtaja kama Khomeini. Aidha, Trump anaelezea kuridhishwa kwake na vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani, akisema kuwa makubaliano yoyote ya baadaye lazima yawe ya kudumu ili kuzuia hitaji la kurudisha hatua za kijeshi baada ya miaka michache. Anasisitiza kuwa Marekani ina uwezo mkubwa wa kujadiliana na kwamba hatua zinazochukuliwa na baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic zinaathiri uwezo wao wa majadiliano. Mwishoni, Trump anazungumzia sekta ya nishati ya Marekani, akibainisha ongezeko kubwa la uzalishaji wa mafuta katika majimbo ya Texas na Louisiana, na ametaja pia uwepo wa mamia ya meli kubwa za mafuta ambazo zinaonesha ukuaji wa uchumi wa nishati nchini humo. Pia amethibitisha mpango wa Marekani wa kupunguza idadi ya wanajeshi wake nchini Ujerumani kwa kiasi kikubwa zaidi ya ilivyotarajiwa hapo awali. Taarifa ambayo ilitolewa jana na Pentagon kupitia kwa Pete Hegseth kwamba watatoa wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani warejee nchini Marekani kwa ajili ya kuimarisha jeshi, lakini hii inatokana na mzozo ama uhasama wa Friedrich Merz ambaye ni kansela wa Ujerumani dhidi ya Donald Trump, ambao ametumbiana maneno ya hivi karibuni, akianzia Merz ambapo alisema kwamba Marekani imedhalilishwa na Irani kwenye meza ya mazungumzo, kwamba kwenye vita ambavyo wamehudumu na Irani kabla ya kusitisha mapigano, Marekani ilishindwa na haijapata kile ambacho inakipata. Kauli ambayo ilimkasirisha sana Donald Trump. Lakini ukumbuke Donald Trump ndo alianza kuwataki viongozi wa muungano wa NATO Ulaya, akisema kwamba kwa nini hawamsaidia, akawa anarushia maneno na nini, na hadi wakakaa kikao na kujadili wanawezaje kumsaidia ama kushiriki kutengeneza mustakabali wa usalama pale katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa jambo lingine hapa ambalo limekufahamisha ni kuhusiana na amewalaumu wabunge, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic, kauli zao zinaathiri uwezo wao wa majadiliano na Irani. Unafahamu bado kuna mvutano mkubwa Democratic na Republican, lakini anasema hawa wabunge baadhi wa Democratic wanamchanganya kwa sababu maamuzi hayo ni ya chama, ni ilani ya chama ambao Trump anaitekeleza, ambao ndio imeamua kuingia vitani japo hakupata kibali cha Congress. Sasa bado kuna mvutano, na unafahamu ya kwamba ni wabunge 7 pekee ambao wanamuunga mkono katika operation yake. Lakini kigezo cha Marekani, jana nilikufahamisha kwenye moja ya ripoti hapa kwamba anajificha katika mgongo wa hao wabunge. Anasema hao wabunge wanatoka katika majimbo ambayo ndiyo yanawapiga kura wengi zaidi Marekani. Kwa hiyo bado ana kura ya turufu. Wakati huo bunge linasema operation yoyote ya kijeshi huwa inatakiwa ipate kibali kutoka Congress. Sasa kuna huo mvutano, na anasema hivyo vipengele marais waliopita wamekuwa hawazingatii, kuone kama vile anapita mule. Tusubiri nini kitatokea, lakini hii ndio taarifa kubwa kwamba Irani wanahitaji kwenda kwenye mazungumzo kwa sababu uwezo wao wa kurutubisha ama wa utengenezaji wa makombora umepungua kwa kiwango kikubwa sana.